سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuwe na tanafus, tuwe ni watu wenye kushindana katika kuyafanya mambo mazuri. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sasa tukizingatia maneno haya ndani ya mwezi huu ulioteremshwa ndani yake Qur'ani, tukawa tunao wakati sisi wa kukaa na kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tanafusi yetu katika khairi ni kukimbilia kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii atakayowe ndio katika malengo yetu makubwa kabisa. Tanafus ikiwa si katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa si tanafusi mzuri. Kwa hivyo yataka tuwe tuafikiria saa zote, je, sisi tunafanya tanafusi katika nini na katika mambo gani? Je, tunafanya tanafus katika yale anayoyapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, au tunafanya tanafus katika yale ambayo hayamridhishi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tukiwa tunafanya tanafus katika yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima mbele yetu kuwe ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadi ya Bwana Mtume salawatullahi wassalamu alayhi, ili tuwe ni watu wenye kufaulu katika dunia yetu na akhira yetu. Zile tanafusi nyingine ambazo wanadamu wanazo, kufanya tanafusi katika masaili za kidunia, ukweli ni kwamba hazimfikishi mwanadamu popote, kwa sababu wewe namna utakavyofanya utaiata hii dunia. Kwa hivyo ikiwa hili lipo hadhiri katika fikra zako, utaona namna gani yafaa uwajibike katika kujilazimisha na mpangilio utakao kukutoa katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali zako zote. Kwa nini ufanye hivyo? Kwa sababu wewe ni mtu mwenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unalolisema na unalolitenda. Unajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukusanyia yale yote uje kuyapata siku ya hisabu. Kwa hivyo lazima uwe na himma katika kuliangalia hili la kwamba unafanya tanafusi katika nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atakabali siamu zetu na amali zetu na atusamehe madhambi yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.